niungane na wenzangu kuwapa pole sana. This is za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye ndo aliyehakikisha kamati ya maafa kupitia ofisi ya Waziri Mkuu wanafika mapema kama walivyofika na kutoa misaada ya kibinadamu, kwa sababu hili ni janga, hakuna aliyepanga, na kuona ni busara na awashike mkono Wanarungwe kwa wakati. Maeneo yetu wengine wengi tumezaliwa hapa, si ndivyo jamani? Uongo kweli? Kweli. Tukiangalia kile kilima tunaona nini? Kijani kwamba. Yaani miti iko wapi? Hamna. Hamna. Hamna, yani haikuwepo, hamna, haijawahi kuota. Mwamba huu. Je, vilima vyote vya eneo hili ni miamba? Hapana. Ni vipara, sio vipara? Kwa nini? Hamjapanda miti au ilikatwa miti? Sasa tukubaliane katika hali ya kawaida. Mvua ikiwa nyingi unataraji nini kwenye mlima wa namna hii? Tuulizane tu, sisi ndo tunaoishi hapa. Mvua ikinyesha ya muda mrefu kama ilionyesha wiki iliyopita, tunatarajia nini? Mmomonyoko. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni nini? Sisi kama kabla ya kuitolea macho serikali au kuitaka mkuu wa wilaya na watu wake wafanye mambo, sisi tunajadiliana hapo ili kesho na kesho kutwa tusirudi tena kwenye majanga haya. Hebu tusikie sauti. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kubaliana na watu wako mwanze kampeni ya kupanda miti. Lakini hatutarudi tena hapa. Tumepoteza watu wangapi? Wengi. Walikuwa hawajengi uchumi wa wilaya yetu? Wanajenga. Sasa tutaraji kupoteza wengine. Tumepoteza watoto wengi, si ndivyo? Hiyo ni nguvu kazi ya wilaya hii. Sasa tuweke mkakati na kukubaliana kwamba tunakwenda kurekebisha. Kwa sababu hii miti ilikuwepo. Waliokata ni mimi na wewe. Haijajikata yenyewe ile miti. Ni sisi katika shughuli zetu za kibinadamu tumekata ile miti. Sasa lazima tukubaliane, Mheshimiwa Mwenyekiti, mweke kampeni ya makusudi ya kulazimisha kila mtu akaonyeshe miti aliyopanda kulinda hivi vilima. Vinginevyo itakuwa kila mwaka tunarudi hapa kuja kuchangiana magodoro. Kuna mtu anapenda hiyo hali? Wanarungwe ni wachapakazi, sio watu wa kupenda misaada. Ila ni janga limewakuta, si ndivyo? Lakini sio utaratibu wetu sisi. Mbeya oye. La tatu, tushirikiane kikamilifu kuwasaidia wenzetu waliopata majanga, maisha yao yarudi kama kawaida. Hakuna aliyeamka akamuomba Mungu apate janga. Ni changamoto imetukuta, tumuombe Mungu atupe uvumilivu, lakini tushirikiane na wenzetu. Tuwasaidie pale tunapoweza, waondokane na hii hali, turudi tuendelee na maisha yetu kama kawaida. Kufika hapa na hata juzi tulikuja na wenzetu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu kuja kutoa misaada ya kibinadamu, lakini na leo hii pia tutakuomba baada ya kuwasalimia wananchi hawa uweze kutuongozea zoezi la kuweza kuwagaia wananchi hawa baada ya misaada ya kibinadamu. Tumepokea mahindi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, lakini pia yuko Mwanarungwe mfanya biashara wa Rungwe naye ametoa unga, ambapo pia tutakuomba tuweze kuwakabidhi wananchi hawa. Kwa hiyo kwa kata zote 5 ambazo zimepata athari hizi tunatoa misaada kama ambayo hapa utaweza kuitoa. Namshukuru sana kwa Mama Samia. Namshukuru sana huyu mama yetu, ametuokoa kwa jamii hii. Sisi tulikufa, lakini ametukumbuka kwa saa hizi. Nasema asante sana kwa kunikumbuka mimi, Babeli Solomoni Njore. Kwa majina naitwa Antonia Aliko Mwambasi. Kwa shukrani kwa serikali yetu ya Samia Suluhu Hassan kwa msaada huu kwa majanga aliyotukuta. Tulikuwa tunasikia kwa wenzetu tu nchi zingine huko mikoa mingine, lakini wilaya ya Rungwe tulikuwa tunaona kama ni ndoto tu, lakini yametukuta mpaka tunakuja kupata misaada kama hii. Hatukutegemea. Pongezi zifike kwa rais. Pia namshukuru mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya kwa jinsi walivyopata hii taarifa na kupambania ili angalau na nchi tupate misaada. Kweli tunashukuru sana.
Shukuru mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kama sisi hapa hatukutegemea Wanarungwe kwamba kwa tukio leo tukukuta tutaweza kufanyiwa hivi juu ya mama yetu. Cha kwanza napenda kushukuru kwamba mahali alipopunguza serikali zidi kusonga mbele, sirudi nyumba. Mungu aiongezee. Pia namshukuru hata mkuu wa mkoa aliyetuona watoto wake kwamba sisi hapa tumepata na janga hili. Ametukumbuka na tena hatukutegemea kwamba sisi tutapata msaada kama huu. Ninamshukuru Mungu naye amjazie mahali alipowaza kwamba aweze kutusaidia sisi Wanarungwe. Mungu ambariki.